Nimekuja kugundua wasichana wengi sana wamekuwa wakificha uvivu wao kwenye uvumilivu. Wanaficha uoga wao kwenye swala zima la uvumilivu. Baby girl, 2026 hakikisha unajua kutofautisha kati ya kuvumilia na kupoteza muda. Kwa sababu wasichana wengi, wanawake wengi wamekuwa wakipoteza muda kwenye mahusiano mabaya, mabovu, toxic relationship in the name of navumilia. Hata bibi yangu alimvumilia babu yangu. My dear, hizi sio zama za bibi yako na babu yako. Hizi ni zama zako wewe kutengeneza maisha yako. Bora kabisa uexperience uzuri wa hii dunia. Dunia hii nzuri sana kama ukipata mtu anayekupenda. Na kwa nini upate mtu anayekupenda? Ni kwa sababu ya hizo excuse zako. Unaficha uvivu wako, eti mimi ni mvumilivu. Unaficha uvivu we mdada. Mimi nakwambia leo unaficha uvivu. Unaficha kutoka nje kwenda kuthubutu kupambania maisha yako. Hebu achana na huyo kaka anayekutreat vibaya. Mwanaume wako yuko hapo nje anakusubiri tu utoke hapo kwenye toxic relationship, akuchukue na abadilishe kabisa historia ya maisha yako. Muda huo wewe mwenyewe una uwezo wa kutoka na ukaanza kubadilisha the history of your life. Msichana, acha kabisa kujificha kwenye mimi navumilia, hata mama yangu alivumilia. Unaanza kutoa unatoa mifano ya mama yako, bibi yako, unaanza kutoa mifano yani ya watu wa ajabu. Hizo ni depression. Yani ukiona mtu anakwambia yeye anavumilia toxic relationship kwa sababu ya bibi yake, mama yake, huyo mtu tayari jiambie kabisa huyo mtu yuko kwenye depression. Kwa sababu msichana wa leo ambaye anajipenda na kujiheshimu hawezi kuvumilia ujinga eti kwa sababu mama yake alivumilia baba yake, eti kwa sababu bibi yake alimvumilia babu yake, eti kwa sababu shangazi yake alimvumilia mjomba wake. Hakuna kitu kama hicho. Ukikuta wadada wengi ambao leo anaweza kusimama na akasema mimi ngoja tu nivumilie kwa sababu sisi uko wetu watu hawatohagi kwenye ndoa, hatujuagi kuachika. Huyo mtu ni mvivu, mfuatilie vizuri. Ni mvivu. Anaogopa sasa kutoka kwa sababu ya uvivu wake. Sasa anaanza kusingizia mimi ngoja tu nivumilie. Huo ni uvivu dada. Naomba utoke hapo kwenye toxic relationship. Mwanaume wako mzuri kabisa mwenye sifa unazozitaka yuko hapo nje. 2026 usijaribu kufanya makosa kama hayo. Yes.